Ikiwa tumbo lako halijakaa vizuri, una hali usizozielewa huko tumboni, jipe siku 21 ukizijua na kuzifuata tabia hizi 5 mfululizo kwa siku 21, tumbo lako litakuwa na hali tofauti kabisa na matatizo ya tumbo utayasikia kwa jirani yako. Na tabia ya 5 ndipo watu wengi hukosea kabisa. Ukipuuza hii video, matatizo ya tumbo yataendelea kuwa kikwazo kwako. Twende pamoja mpaka mwisho, ujifunze mambo 5 muhimu sana ambayo sio rahisi kuyasikia sehemu nyingine. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina, mtaalamu wa mitishamba. Namba zake ni 0748 29 4113, ambazo pia zinapita chini ya screen ya video hii. Bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake. Pia usiwe mchoyo, bonyeza alama ya share hapo, watumie na wengine wajifunze. Lakini jambo muhimu sana ni kwamba tunazo bidhaa mbalimbali zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia ambazo zinaweza kusaidia changamoto mbalimbali mwilini. Bidhaa hizi zinatoka India, Pakistani, Ghana, China na hapa Tanzania. Cha kufanya, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake zinapita chini ya screen ya video hii. Tabia ya kwanza, ondoa vyakula vilivyosindikwa sana kwenye mlo wako. Vyakula vinavyojulikana pia kama vyakula vilivyosindikwa sana, kwa kawaida hii ndiyo tabia ngumu zaidi kuifuata, lakini pia ndiyo yenye manufaa zaidi. Vyakula hivi vimesindikwa kwa kiasi kikubwa, vina viambata vya ziada, vishikizi, emulsifiers, vitulizaji, stabilizers, rangi za kutengenezwa au viongeza ladha, mafuta ya kiwango cha chini, sukari iliyoongezwa au vitamu, ambavyo vyote vinaweza kuwasha na kudhoofisha ukuta wa utumbo wako. Sheria moja rahisi: kadiri orodha ya viambata vya chakula kilichopakiwa inavyokuwa ndefu, ndivyo unapaswa kukila mara chache zaidi. Usidanganywe na madai yaliyo mbele ya kifurushi. Kila wakati kagua sehemu ya nyuma ya chakula kilichopakiwa. Mifano ya vyakula hivi ni biskuti, crispy, namkin, vinywaji vyenye sukari, juisi za matunda zilizopakiwa, chokoleti, nafaka za kiamshakinywa, tambi za papo hapo, vitafunio vilivyogandishwa, mikate ya viwandani na vitu vya kuoka vilivyopakiwa. Vyakula hivi huvuruga kizuizi cha utumbo, na kuvurugika kwa kizuizi cha utumbo husababisha uvimbe ambao hatimaye unaweza kusababisha hali mbaya kama IBS au IBD. Tengeneza orodha ya vyakula vyote vilivyosindikwa sana jikoni kwako. Kisha panga mbadala wa vitafunio vyenye afya kama matunda, karanga, mihogo, ndizi, magimbi, chochote cha kuchemsha kulingana na mahali ulipo. Tabia ya pili, chukua dakika 2 kupumua kwa kina kabla ya kila mlo. Usagaji wa chakula unadhibitiwa na mfumo wetu wa neva wa parasympathetic, na tunapokuwa na msongo wa mawazo au wasiwasi, mfumo wetu wa neva hubadilika na kuwa katika hali ya pambana au kimbia, fight or flight. Katika hali hiyo, mwili wetu kamwe haupei kipaumbele usagaji chakula. Usagaji chakula hupungua kasi na ufonzwaji wa virutubisho unakuwa haufanyi kazi vizuri. Mawasiliano haya hufanyika kupitia mhimili wa utumbo na ubongo, gut-brain axis. Ubongo unahisi msongo, unawasilisha taarifa hiyo kwenye mfumo wa usagaji chakula ambao nao hupunguza kasi. Kwa hiyo kabla ya milo yako, fanya tu dakika 2 za kupumua kwa kina na polepole. Hii inatuma ishara ya usalama kwa ubongo, inaamsha usagaji chakula na kupunguza kujaa gesi baada ya kula. Ni tabia ndogo yenye matokeo makubwa. Tabia ya 3, kula chakula cha jioni mapema. Lengo ni kumaliza chakula chako cha jioni saa 3 hadi 4 kabla ya kulala. Hii inafanya kazi kwa sababu mfumo wako wa usagaji chakula hupungua kasi sana usiku. Chakula chako hukaa muda mrefu tumboni, jambo ambalo linaweza kusababisha kutoisaga vizuri chakula, kujaa gesi na kiungulia. Chakula cha jioni cha mapema huupa mfumo wako muda wa kutosha kusaga na kuchakata chakula kabla ya kulala. Sio hivyo tu, chakula cha jioni cha mapema pia huboresha ubora wa usingizi wako, na mwili uliopumzika vizuri hutoa homoni chache za msongo wa mawazo ambazo vinginevyo huvuruga utendaji wa utumbo. Kumbuka, usagaji bora unamaanisha usingizi bora, ambao kwa upande wake unamaanisha utendaji bora wa utumbo. Tabia ya 4,
Maliza milo yako mikuu kwa maji ya shamari na iliki. Shamari, fennel na iliki ni viungo vya asili vinavyopatikana kwa urahisi katika masoko mengi ya Tanzania na ni muhimu kwa afya ya tumbo. Iliki ina uwezo mkubwa wa kuchochea vimeng'enya vinavyosaidia kusaga chakula haraka na kuzuia tumbo kunguruma au kuuma. Shamari yenyewe ina mafuta asilia yanayofanya misuli ya tumbo ilegee na kusaidia mfumo wa chakula kutoa gesi kirahisi. Kwa hiyo, kwa siku 21 zijazo, fanya hivi kila baada ya mlo wako mkuu. Chukua punje 2 za iliki, zipasue kidogo, na nusu kijiko cha mbegu za shamari, kisha weka kwenye glasi ya maji ya moto. Acha mchanganyiko huo utulie kwa dakika 5 hadi 10, kisha kunywa maji hayo pole pole na utafune zile mbegu. Hii ni dawa rahisi na ya asili kabisa itakayokusaidia kupunguza tumbo kujaa gesi na kufanya mfumo wako wa chakula kufanya kazi kwa ulaini. Tabia ya 5: kuwa mwangalifu na ulaji wa nyuzinyuzi. Fiber. Hapa ndipo watu wengi hukosea. Hakuna ubishi kwamba nyuzinyuzi ni muhimu kwa utumbo wenye afya na mchanganyiko wa bakteria wazuri, microbiome. Bakteria wa utumbo wako wanazitumia kama nishati. Nyuzinyuzi zinahakikisha usagaji mororo na kupata choo vizuri. Lakini nyuzinyuzi pia ni upanga wenye makali kuwili. Wateja wengi ninaozungumza nao wamechanganyikiwa sana kuhusu ulaji wa nyuzinyuzi. Wanatumia nyingi sana au chache sana. Kwa sababu ni upanga wenye makali kuwili, nyingi sana zinaweza kuzidisha gesi au kujaa tumbo, na chache sana huleta upungufu wa bakteria wazuri na usagaji uliolala. Ikiwa una matatizo ya afya ya utumbo, hapa kuna mambo mawili ya kukumbuka kuhusu nyuzinyuzi. Jambo la kwanza, tahadhari na vyakula vyenye nyuzinyuzi nyingi, fiber. Ingawa nyuzinyuzi ni muhimu kwa ajili ya kulisha bakteria wazuri na kusaidia choo kutoka vizuri, unapaswa kuwa makini sana usizidishe kiasi chake unapoanza mchakato wa kuponya utumbo. Vyakula kama matunda, mboga za majani na kunde kama maharage ya rajma au chana vinaweza kuwa mzigo mzito kwa utumbo ambao tayari ni nyeti au uliodhoofika. Ikiwa ukuta wa utumbo wako umeathirika, vyakula hivi huwa havichakatwi kikamilifu na badala yake huanza kuchacha, fermentation, kwa haraka sana tumboni. Mchakato huu wa kuchacha huzalisha hewa nyingi ambayo husababisha tumbo kujaa gesi, maumivu na usumbufu mkubwa. Hivyo ni vyema kupunguza kiasi chake ili kuupa utumbo muda wa kupumzika na kujijenga upya. Jambo la pili, epuka saladi mbichi na juisi za mboga za baridi. Ni muhimu kuepuka kula saladi mbichi, smoothies za kijani au juisi za mboga zilizogandishwa wakati utumbo wako ukiwa bado mdhaifu. Sababu kubwa ni kwamba vyakula vibichi vina viambata vya asili kama lectins, oxalates na vizuia virutubisho, anti-nutrients, ambavyo vinaweza kuwasha na kuchubua ukuta wa utumbo ambao hauna ulinzi wa kutosha. Vitu hivi huongeza uwezekano wa tumbo kujaa gesi na kuvuruga mfumo wa usagaji, kwa sababu mwili unahitaji nguvu nyingi zaidi kuvivunja vikiwa katika hali hiyo mbichi. Unashauriwa kusubiri mpaka utumbo wako uimarike kwanza, ndipo uanze kuvirudisha vyakula hivi kidogo kidogo na kwa umakini mkubwa, huku ukizingatia jinsi mwili wako unavyopokea kila mlo mpaka utakapopona kabisa. Tukumbushe tabia hizi 5 rahisi zinazoweza kuboresha sana utumbo wako ndani ya siku 21. 1. Ondoa viwasho vya utumbo, yaani vyakula vilivyosindikwa sana. 2. Kula chakula cha jioni mapema, saa 3 hadi 4 kabla ya kulala. 3. Chukua dakika 2 kupumua kwa kina kabla ya milo yako mikuu. 4. Kunywa maji ya shamari na iliki baada ya milo yako mikuu. 5. Kuwa mwangalifu na ulaji wa nyuzinyuzi na usizidishe. Kumbuka, ukuta wa utumbo wako unajifanya upya kila baada ya wiki chache. Hivyo kila tabia ndogo unayofanya leo itakuwa sehemu ya utumbo wenye afya unaojenga kesho. Jitolee kwa tabia hizi 5 kwa siku 21 na utaona mabadiliko katika usagaji chakula, nishati na hata hisia zako, mood, kwa sababu utumbo wako unazungumza na ubongo wako. Mpaka hapa hatuna la ziada.
Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.